Shida, unajua mgogoro ni jambo ambalo huwa halitazamiwagi. Yaani wewe ukakaa ukatazamia umekaa unatazamia mgogoro, hamna. Ila sisi kwenye katiba yetu ya chama tumeweka kifungu maalum cha kudhibiti migogoro. Na kifungu kimetupa namna ya kushughulikia migogoro. Kwa hiyo migogoro ikitokea katiba inaruhusu, na tumeweka vizuri kwa sababu tumesema tutashughulikiana kwa mujibu wa katiba yetu. Lakini katika kushughulikiana kwa mujibu wa katiba yetu, kama itatokea mmoja wetu katika hao tunaoshirikiana hakuridhika na namna tulivyoshirikiana kwa mujibu wa katiba yetu, tumeweka loophole kwenda mahakamani. Unaona tuweka vizuri. Yaani kwamba kiongozi au kiongozi akifanya makosa kwenye chama atashtakiwa kwenye vikao vya chama. Vikao vya chama vitaamua kulingana na hilo shauri lake. Atapewa nafasi ya kujitetea, kujieleza na yeye kusema hicho kilichotokea kwamba anahusikaje. Utetezi wake ukionekana unamtia hatiani, atatiwa hatiani. Lakini yeye akiona pamoja utetezi wangu nimetiwa hatiani, ukule kutiwa hatiani hakuridhika na namna alivyotiwa hatiani, kwa namna hivyo vikao vilivyohusika vilivyoendesha, tumempa tena nafasi ya kwenda mahakamani. Ili sasa mahakamani kule itakuwa tena sio katibu mkuu, sio mwenyekiti, sio kamati kuu ya chama, sio halmashauri, sio mkutano mkuu. Itakuwa ni sheria. Leteni katiba yenu, leteni kanuni yenu, leteni wa mgogoro ulivyo. Kwa hiyo sasa mahakama itatoa haki kama inavyotoa haki ya mwizi wa kuku, kama itatoa haki mwizi wa ng'ombe na wahalifu wengine au mashauri mengine yanavyoamuliwa. Yaani hiyo tumeweka kuepuka au kutafuta namna fulani ya kufanya tuwe salama, lakini hata ikitokea kusiwe na kuhangaika kwa sehemu kubwa kama wanavyohangaika wenzetu. Sawa, kwa kumalizia, wananchi wa Peramiho sasa kuna kitu gani cha kuaminisha kwamba kama watawaamini na kuwapatia jimbo la Peramiho watakuwa salama, ili hali ndani ya chama inaelezwa katibu hauna maelewano na mwenyekiti wako, lakini katibu inaelezwa kwamba umewakataa wananchi wa Songea kwamba hawana uwezo wa kwenda kugombea Peramiho, na ndio maana umeamua kumfukuza aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wakulima mkoa wa Ruvuma. Kweli mna ugomvi na mwenyekiti wako? Kutokana na nini? Na ngazi ya mkoa hapa, kwa nini mmeamua kumuondoa huyo mwenyekiti wenu na ukaamua kumleta mtoto wako ndo aende akagombea? Kwanza nianze hilo la kwanza kwamba Peramiho watakuwa salama kiasi gani kwa maana ya kuchagua chama cha wakulima. Chama cha wakulima wenyewe ndio hawa watu wa Peramiho. Tukikondoa wewe mwandishi wa habari, lakini chama hiki ni chama chao. Kwa hiyo si swala la mtu kusema atawafanyiaje. Watu wa Peramiho watachagua mgombea wa ubunge kutoka katika chama chao wenyewe. Ukichagua mgombea wa chama cha FP ni sawasawa wamejichagua wenyewe, na kama wamejichagua wenyewe stili watakuwa salama 100%. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili, katibu mkuu wa chama cha FP hana ugomvi na mwenyekiti wa chama wa taifa wa FP. Ugomvi haupo. Hakuna ugomvi wote. Kama umesikia kuna ugomvi, si ugomvi ni utendaji kwenye shughuli za chama, kwenye kazi za chama, na zinaendelea. Tuko na afya safi, maisha yanaendelea. Ni shughuli za chama kiutendaji, ipo hiyo. Wana katibu fanya hiki, mwenyekiti fanya hiki, katibu fanya kile, fanya hiki, ni kushauriana na tunaendelea na shughuli inaendelea kama kawaida. Hakuna mgogoro. Swala la kwamba nimewakataa watu wa Ruvuma, sio nawakataaje? Na kwanza mimi ni wakwe zangu. Hivi una habari mimi mke wangu ni wa mtu wa mkoa wa Ruvuma huu. Huyo mgombea yuko kwa jomba zake na mimi hapa nipo kwa shemeji zangu. Hata nikifika kupiga maneno kuna waambia jamani, shemeji zangu nimekuja kuwaambieni badilikeni. Huko mshakaa miaka mingi, mmechagua iko chama kwa miaka yote toka uhuru mpaka leo. Miaka imebadilika, Mungu amewafanyia wepesi, kaondoa hiyo, ni kuwapeni nafasi nyinyi mfanye mabadiliko ili mambo yaende. Amwezi kukaa na uongozi wa nchi kwa miaka yote hiyo, mko katika hali kama hiyo mlionayo, mbolea bei kali, barabara hamna, maji hamna, kila sehemu tatizo. Kwa hiyo nafasi ya kubadilika ndio hii. Naongea na mashemeji zangu kama familia. Mimi nikielekea huko wasi nasema siendi kuwahutubia. Mimi nakwenda kujadiliana nao, nakwenda kuzungumza nao. Huwa nafungua mijadala kama hii, tuzungumze. Kwa hiyo watu wa Peramiho siwezi kuwakata, na wakataji watu Songea. Udai muita mwenyekiti wa mkoa, mimi nafikiri labda ukifunga hapa mkutano
katafute naye, kamtafute alipo ofisini kwake, uongee naye akuonesha hapa ofisi yangu na nini, kama yupo. Hakuna mwenyekiti wa mkoa anayeweza kukaa hamjui katibu mkuu, hamjui naibu katibu mkuu, hamjui makamu mwenyekiti, hajui chochote. Mwenyekiti wa mkoa na viongozi wake wa wilaya kwenye huo mkoa hajui mwenyekiti wa mkoa wapi. Lakini hizo ndio changamoto zilizokuambia ni za kiutendaji, kwa sababu sisi tunaendelea kukua. Siasa huwa haikui mara moja kama si kitu gani, uyoga wa siku 3-4. Siasa inakuwa pole mdogo mdogo, na vyama wakati fulani msajili, kwa sababu vyama vitavifuta, na ukifuta vyama unajisumbua, vyama vinajifuta vyenyewe. Yaani mnajifuta wenyewe tu, mnajifuta tu, kama muonekani kwa watu, hamna mnachofanya, stili mnafutika, mnakwenda kwenye uchaguzi unapata kula 3 kula 4, ndio kufutika kwenyewe huko, ndio mnapotea. Kwa hiyo vyama vinakuwa pole. Sisi ndio tuko katika hiyo kukua. Ndio maana mimi kila ukisikia katibu mkuu wa chama cha wakulima kakanyaga mkoa fulani, siwezi kuondoka bila kuacha kituo. Yaani nitatafuta namna yoyote, nitapunguza hela ya maandazi ya watoto na kila kitu, lakini nikiondoka na wacha kituo, ili kuondoa nini? Kuondoa ile hali ya wale watu kwamba nimekuwa chini kituo cha kufanyia kazi, azini kufanya kazi, mshindo nyinyi wenyewe. Kwa hiyo katika kukua huko ndio tunaendelea kukua na maneno yanatokea. Sasa huyo bwana ali nani ambaye sikutaka hata kumtaja kwa sababu kama ni kumuongezea manager, kama tunamzungumzia au Shaibu hajawahi kuwa mwanachama, hajawahi kuwa kiongozi kwenye chama. Alikuwa mwanachama kweli 2016. Nimeongea na wewe mara nyingi na nimeongea na watu wengine mara nyingi tu. Lakini toka 2016 siongei kwa sababu ya tupo na waandishi wa habari. Hata yeye akiongea aseme avue hiyo hali ya kutumika, arudi kwenye hali ya uhalisia kama binadamu wa kweli, moyoni kwake kutakuwa tamgusa. Toka 2016 mpaka leo. Lakini nimewahi kufanya muamala mimi binafsi kwa Ali Milanzi Shaibu. Wakiniomba kwamba tumepata ofisi, tunaomba hela mheshimiwa katibu mkuu. Ilikuwa ile ndogo tu. Bei gani? Shilingi 30,000. Haya, mnataka tupate hata miezi 3, nikawatumia mimi pesa inaozidi miezi 6. Sijaona ofisi, sijaona mrejesho, sijaona chochote. Lakini mbaya hiyo sio mbaya, mbaya zaidi 2016 yuko kwenye uongozi. 2019 uchaguzi mdogo wa serikali za mtaa. Hata mgombea mmoja sijawahi kusikia Songea kawekwa kwenye kijiji au kitongoji au mtaa. 2020 uchaguzi mkuu. Mimi nimekuwa mgombea mwenza wa urais. Nimekaa Songea siku 4. Sikumuona. Hakuwepo, sikumuona. Sikumtafuta sababu ilikuwa ni viongozi wa muda, akapotea tukajua labda kafa labda nini. Hata simu yake sikuwa nayo. Kwa hiyo hatukumtafuta. 2020 ngapi 24 uchaguzi mdogo wa serikali za mtaa. Tena hamna kitu. Tumekuja kwenye uchaguzi mdogo hapa kule Mchangambole na hapa Mfalanyaki nafikiri hapa. Kulikuwa na mleko wa magombea. Wakaweka wagombea hao. Nikawatumia kila kitu, bendera na vifaa na vitendea na hela ya maandazi ya kukimbia na ya kukodi angalau vivyo pikipiki kwenda kushughulikia. Wakaka gombea. Nikatuma watu kutoka Dar es Salaam kuja kusaidia kampeni ya wagombea udiwani kwenye kata ya Mchangambole na hii hapa. Tena mheshimiwa Ndonge huyu bwana. Nikamtuma huyu na mkurugenzi wa uchaguzi. Wakakaa hapa muda wote wa kampeni. Hakuonekana. Tumeingia kwenye uchaguzi mkuu huu wa juzi 2025. Mimi sikugombea urais, lakini nilikuwa napita na mgombea urais. Nimekaa Songea siku 4. Hakuonekana. Lakini sasa juzi hapo tunaweka mgombea ndio kaibuka, tayari ameibuka, mchakato wa kupata mgombea ushamalika, fomu ishachukuliwa, kila kitu kishachukuliwa, ndio kama kapigiwa simu kama nini, hayo ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo yule ilikuwa ni ndio watu ambao huwa wanatengenezwa kuleta migogoro. Ile sumu ya vyama vile wanasema hataki uchaguzi, hataki nini, ndio wanawatumia wale. Nenda na mpango wake ilikuwa kama angefanikiwa. Mpango wake ilikuwa waweke mgombea, mambo mawili afanye. Ama waongee maneno mabaya sana katika hiyo kampeni. Yaani kutimiza hiyo azma yao ambayo wamekusudia. Huo ndio ulikuwa mpango wa kwanza. Lakini mpango wa pili ilikuwa achukue fomu alafu asirudishe. Yaani achukue fomu alafu asirudishe. Ndio ilikuwa hiyo. Sasa hiki chama kinazidi kukua, mtandao wa chama unazidi kuongezeka. Sisi tukaona yote hayo, na mbaya zaidi afadhali angekuwa na mawasiliano basi na katibu mkuu. Mheshimiwa katibu mkuu hadi kwa sababu sisi katiba yetu ya chama, mgombea ubunge hahusiki mwenyekiti wa mkoa wala hahusiki katibu mkuu wa chama. Sisi katiba yetu inasema ngazi ya wilaya ndio wanahusika kupiga kura ya maoni, kuteua mgombea ubunge katika jimbo kwenye hiyo wilaya. Kama ina jimbo moja, hiyo jimbo moja au majimbo mawili au na kuendelea. Kwa hiyo mimi huwa nasubiri taarifa kutoka kwenye wilaya tu kwamba kuna uchaguzi fulani, huo uchaguzi kwa bana katibu mkuu, tumepata mgombea fulani 1 2 3 4 5. Ndichofanya ofisi ya makao makuu au alichofanya anayeitwa mwenyekiti wa vijana taifa ambaye ni mtoto wa katibu mkuu kwamba mimi nakwenda kuongea nakwenda Peramiho. Well, ongea na watu wa viongozi kama watu wao wengine, mchakato utaendelea. Kuwasiliana hawa akasema hamtabu karibu, mchakato ukafanyika kama walikuwa 4, walikuwa 5, hayo mambo ambayo yashapita, lakini kimsingi hakuna aliyewakataa watu wasiongea kwa sababu watu wasiongea ni watu wetu, tunawapenda na sisi tupo kwa niaba yao.
na hiki chama ni cha kwao. Wao ndio walituma sisi tutengeneze chama, kwa sababu kwa tangu uhuru nchi hii hakuna chama ambacho kinagusa kabisa watu, na ndio walotudhamini. Mimi katika hiki chama ile mikoa 10 ya watu wa bara, mikoa 8 ya bara, 2 ya Zanzibar, mikoa 8 ya bara kusajili chama hiki ni pamoja na mkoa wa Ruvuma, tulifanyia pale Tunduru. Kwa hiyo Tunduru wana historia na hiki chama, ni chama chao. Kwa sasa nawakataje, yani watu wangu, alafu sasa najikataa mwenyewe. Na ndio maana nikatumia nguvu kubwa. Mimi mgombea wa ubunge amekuja hapa wiki 2 kabla ya michakato hiyo ya uteuzi. Yuko hapa sasa hivi, karibu miezi mingapi yuko hapa. Na anagagaa huko kijiji kwa kijiji huko anakwenda. Kwa hiyo kama kulikuwa na hiyo ya kukataa, sidhani nani kaita ile jambo la kukataa. Na wakataji wakati nawapenda mimi na huko kijijini moja kwa moja. Umeahirisha mpango wako wa kumweka ndani, maana wakati naongea na wewe kwenye simu ukasema ukifika mkoa wa Ruvuma lazima awekwe ndani kutokana na kile anachokifanya. Hiyo sasa naibu katibu mkuu, sisi katiba yetu tunasema viongozi wa mikoa, katibu wa mikoa wote nchi nzima watakuwa chini ya naibu katibu mkuu wa chama Tanzania Bara, na kwa upande wa mikoa wa Zanzibar watakuwa chini ya naibu katibu mkuu wa Zanzibar. Kwa hiyo taarifa ikishaenda kwenye dawati la naibu katibu mkuu wa Tanzania Bara, kwa hiyo atashuhudia, kwa sababu kwenye dawati lake sasa yeye orodha, katika orodha yake hiyo Ruvuma au hiyo jina la Ruvuma haipo. Kwa hiyo sasa hatuwezi kumshughulikia mtu ambaye hayupo. Sijui unaelewa vizuri kwamba kwenye orodha ya viongozi wa mikoa wa chama cha FP Tanzania Bara hakuna jina linaloonyesha kwamba huyu ni katibu au huyu mwenyekiti kwa mkoa wa Ruvuma, kwa sababu Ruvuma hatuna mwenyekiti wa mkoa, hatuna katibu wa mkoa. Kwa hiyo kumshughulikia kumweka ndani tumeshindwa, kwa sababu kwenye orodha yetu haipo. Sasa hii kwamba anakitamkia chama vibaya na nini, tumeona tuseme, kwa sababu ndio siasa yenyewe, ametutaja sana, tumeonekana, umeweka kwenye mitandao kwa watu wameona, wengi nimeona yako imetembea views karibu 100,000 na kitu. Kwa hiyo tunataka tusaidia kufanya siasa tu, tumemsamehe kwa sababu sisi ni mwenzetu, ni jamii yetu tu wa kawaida. Kwa sababu tunamshughulikiaje mtu ambaye kwenye database hayupo? Itakuwa ni kupoteza muda. Sisi tunataka hizo nguvu za kumshughulikia mtu basi iwe ni kufungua matawi, kufungua ofisi, kutafuta watu ili tuendelee kukua. Asante sana.